Unajua hapo pa kuongezea wenye mamlaka ya kutaja hicho kitu ni bodi ya ligi, kwa sababu ndo watu wenye ripoti ya nini kilipelekea tarehe 8 mechi kutofanyika. Na hadi leo Watanzania wanasubiri kupata ripoti ni nini kilitokea. Ukimsikiliza vizuri Ali anadai kwamba kwenye kikao waliambiwa kwamba ripoti iko tayari, lakini wanashindwa kuipeleka public kwa sababu kuna kiongozi mkubwa wa serikali ambaye alipiga simu hayo yote kutokea. Kwa hiyo Ali kama yeye ni mtu wa Yanga, sio wajibu wake kumtaja huyo kiongozi, kwa sababu yeye si anayetoa ripoti ya nini kilitokea tarehe 8. Mwenye jukumu ya kutoa ripoti ni bodi ya ligi, kwa sababu ndo wanaosimamia mpira na wao ndio waliahirisha mechi. Kwa hiyo kama bodi ya ligi wanaweza kwenda kuzungumza kwenye kikao na Yanga kwamba kuna kiongozi ambaye alisababisha hichi kitu kitatokea, hali alichokifanya ni kuwaforce kwamba kwa nini msitoke public mkataja huyo kiongozi, watu wakamjua, kwa sababu nyie ndo wenye jukumu na nyie ndo ambao mliahirisha hiyo mechi. Kwa hiyo wenye jukumu la kutoka nje kumtaja huyo kiongozi na kutoa ripoti ni wenye mamlaka ambao ni bodi ya ligi ambao waliahirisha mechi. You see? Kwa hiyo sio jukumu la Alikamwe. Alikamwe alichojaribu ni kuwafungua Watanzania kwamba mtazungumza kwamba kanuni sijui zilitumika kuahirisha mechi, lakini uhalisia sivyo ilivyo. Kuna mtu alipiga simu na po ulichokuwa unazungumza, achana na hicho ambacho kimezungumzwa cha tarehe 7 geti kufungwa. Hata tarehe 8 taarifa zinadai Kigogo alipiga simu mechi iahirishwe, watasolve wenyewe. Taarifa za ndani zinadai hivyo. Kwa mimi nitakuwa mtu wa mwisho, na ndio maana sikuamini toka day 1 kwamba hii mechi iliahirishwa kwa kanuni. Watu wanasema kuna viashiria vya rushwa, watu wanasema kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, lakini tumepiga TAKUKURU mara 2 wanasema hawajapokea hicho kitu. Usi, ina maana kinachotokea bodi ya ligi walitengeneza uongo kumprotect huyo Kigogo ambaye hawataki afahamike. Tunaupeleka wapi mpira wetu? You see? Lakini nikienda mbali zaidi, Ali alichozungumza kuhusiana na matakwa yao manne. Okay, sawa. Huko bado huko tunakwenda. Ndio maana nimeanza kwanza na engo ya eneo la Kigogo kwanza. Sawa kwangu mimi I hear anachokisema Hans. Lakini sasa position tuliyoko hapa ni kwamba huyo mtu hajatajwa na kikao ni confidential. Mnapokaa kikao, kinachoendelea pale ni yale ambayo mnakubaliana. Na yale ambayo mnakubaliana kwamba kila mtu akitoka ayaseme mbele ya hadhira. Sasa wewe tayari umeshasema kwamba bwana kuna Kigogo hatajwi. Ungemtaja wewe kwa sababu you know kwamba TFF hata mtaje huyo Kigogo. Anayo hayo mamlaka ya kumtaja. Alikuwa nayo mamlaka ya kusema wazi kwamba kuna Kigogo. So mamlaka yale aliyokuwa nayo hayatumie kumtaja, otherwise angekaa kimya kuhusu hiyo issue, angezungumza mambo mengine ambayo ana mamlaka ya kuyazungumza. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba hayo mamlaka anayo the same way ambavyo alikuwa nayo kwa kumention kwamba yuko Kigogo. Kwa tujui then anayo hayo mamlaka. Kitu kingine ambacho nilikuwa nawaza jana, nilikuwa na Ashrafu, huyo Kigogo ni shabiki wa timu gani? Ni Simba au ni Yanga? Kama ni mtu wa Yanga, Yanga ndo mwenyeji wa mchezo, kwa nini geti lisifunguliwe? Kwa manufaa ya nani? Kama ni shabiki wa Simba, kwa nini walozuia watu wasiingie kufanya mazoezi ni watu wa Yanga? Sio, tunaelewana? Yaani huyo aliyepiga simu alikuwa na nia gani na siku ya mchezo? Ni shabiki wa timu gani? Yani, na kama sio shabiki pia alikuwa anapiga kwa mlengo upi? Kwa mlengo upi? Yani yeye nia yake kubwa ilikuwa ni nini? Ni mchezo usichezwe au sababu ya msingi ilikuwa ni nini? Naamini wakitupa majibu ya aliyepiga simu ni nani, na akitoa maelezo ya kwa nini alipiga hiyo simu, naamini tutajua haya matatizo yote chanzo ni nini. Sasa wenye jukumu la kutoa ni bodi ya ligi, kwa sababu ndo waliahirisha mechi, ndo wanajua ukweli wote. Leo tunaambiwa sijui mlinzi sijui meneja wa uwanja kafukuzwa kwa kosa gani? Pandishwa cheo. Naona amepangiwa majukumu sehemu. Lakini ni kama katolewa kwenye kazi yake. Alitolewa kwa kosa gani? Kama simu ilipigwa. Na je, kama simu ilipigwa na Kigogo, tuna uhakika gani kama taarifa iliyotoka awali kwamba mabouncer wa Yanga waliwazuia Simba kuingia? Kwa sababu ukienda mbali zaidi, simu imepigwa na Kigogo kwamba geti lisifunguliwe.
Sasa kwa nini tuseme mabouncer wa Yanga waliwazuia Simba kuingia kufanya mazoezi? Ni question mark. Ndio maana nasema alichokifanya Ali jana ni kujaribu kufungua umma kwamba mnachokiwaza sicho, kuna kitu behind ambacho kilisababisha haya yote kutokea. Lakini wenye jukumu la kuanika ni nini kilitokea ni bodi ya ligi, kwa sababu ndo wenye ripoti ya nini kilisababisha mechi kuahirishwa. Ndo wanatakiwa kutoka nje kuambia Watanzania kwamba kigogo aliyepiga simu ni huyu na huyu, kilichotokea ni hichi na hichi, mpaka mechi ikaahirishwa. Simple that. Okay, Jemedari, kwa kamwe kitendo cha kuyachukua yale ambayo alielezwa na mtendaji mkuu wa bodi ya ligi na kuja kuyaweka hadharani, hususan la huyu kigogo kuyazungumza hadharani, pasi na shaka huu ni ukomavu wa Ali Kamwe. No, immaturity. Kwa nini? Mtu mkomavu hawezi kusema namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu vikao ambavyo vinajumuisha watendaji au viongozi vina vitu vya siri na vina vitu ambavyo vinapaswa kwenda public. Sio? Yes. Na unajua kuna vitu tunaangalia muundo wa serikali ya nchi, ndio mara nyingi muundo wa taasisi nyingi unashabihiana nao. Tumewahi kuona wakati fulani mawaziri wakiapa. Ndio. Wakati anaapa kuna sehemu anasema kama sitotoa siri ya baraza la mawaziri. Mimi labda nimewahi kufanya kazi sehemu tofauti. Nimewahi kufanya kazi sehemu panaitwa MDH. Iko hapo karibu tu huku Mikocheni. Okay. Ukifanya kazi ile, kwa sababu inahusiana na vitu nyeti kidogo, kuna kitu unapewa inaitwa oath of confidentiality. Sawa? Yes. Kiapo cha usiri. Unasaini. Sasa ukiwa kiongozi kuna vitu vingine ambavyo vinagusa maslahi mtambuka. Wakati wa kuvizungumza au ukivijua unapaswa kuwa navyo kama siri. Sio kila kitu unachokijua kinafaa kwenda public. Hiyo naelewa. Sawa. Naelewa. Kuna vingine unavijua ili kukuongezea knowledge. Na ndio maana kama ingekuwa rahisi, Ali was trying to make a point, na ingekuwa rahisi, ilikuwa simple tu. Mkai alipiga simu, wanataka kumsema Mkai. Sawa. Lakini unajua kwa nini na yeye amtaji? Kwa sababu ni kiongozi wa serikali. Na ndio sababu ambayo pia hata bodi hawakumtaja. Kwa nini waliwatajia nyie? Waliwatajia viongozi wenzao. Kwa sababu viongozi wa bodi na TFF wanayo hiyo taarifa. Wanayo, hawajawahi kushare, wameshare na nyie kama viongozi, knowing kwamba na nyie ni viongozi, you keep it secret. Kwa sababu utadestabilize mambo mengine. Utatakiwa kuhojiwa, utatakiwa kusema ABCD zingine. Leo ukiwa kwenye press unaweza ukasema chochote ukiwa peke yako utaishia kulia. Sawa? Kwa hiyo for a matured leader, that was what right. Jemedari, hii inatupa ishara tosha kabisa. Huyu kigogo huyu ndio ametufikisha hapa tulipo. Kwa sababu yeye ana mchango wa hili lililotokea. Hii inayozungumzwa, anazungumza hata Ali hapo, ni Machi 7 ambao siku ndio ilikuwa tulika Simba wanataka kwenda kucheza mazoezi. Ndio. Kama yeye anapiga simu watu wasiingie, yani anampigia simu ni nani? Anampigia simu ni yule aliyekuwa amesimama getini ambaye ni meneja, asifungue gate ili Simba wasiingie. Yes, kuna claim nyingine Anse ameizungumza kwamba kulikuwa na wale wanaitwa mabouncer ambao walitajwa. Si ndio? Sasa hata wao sidhani kama walikuwa na mchango mkubwa sana kulinganisha na huyu. Kwa sababu huyu mpaka yule meneja alikuwa anamkubalia asifungue geti, manake huyu alikuwa ni top. Hata wale mabouncer wala wasingekuepo, alafu huyu akapiga tu simu kwamba bana wasiingie, manake Simba bado wasingefanya, wasingeingia. Kwa hiyo ana mchango mkubwa wa kutufikisha hapa tulipofika. Na huu ni ukweli tu, lazima tuseme. Pengine baadhi ya viongozi wa serikali wasio na uweledi ndio wanatuharibia soka letu la Tanzania.
Naweza kutamka kauli hiyo Jemedari? You are right. Naam. You are right. Kwa sababu wapo ambao wanapendekeza mpaka leo mechi ile isichezwe, timu zigawane point. Unajiuliza wewe ni kiongozi kweli? Watu wanataka wagawane point. Unajua nyinyi tokeni tu na statement kwamba huu mchezo bana basi haupo, kila mmoja apate point moja. Why? Kwa kiongozi anajua mpira au? Unaona? Inawezekana kama anajua. Ushaelewa vizuri? Sasa mpira wapi ndo unasema hivyo? Hao ni viongozi wetu and we respect them. Lakini unajua shida ni moja tu. Niliwahi kuzungumza siku moja, sidhani kama nitakuwa natoa siri. Ndio. To share this. Siku moja hivi nilikuwa nimefanya kikao na kiongozi mmoja na miliki wa kampuni. Okay. Sasa kwa tuna discuss yale mambo, yeye akana kuyazungumzia mambo ya mpira kiwanjani. Kiufundi zaidi. Yes. Unajua fulani mimi nimekaa kimya namsikiliza. Tulikuwa wengi. Sikuwa peke yangu. Okay. In a boardroom. Watu wanatoa maoni pale na wengine wanatoa maoni yale ya uoga, yale ya uchawa. Ungea tajiri tena. Kwa hiyo mimi nimuuliza kama bana, wewe una kampuni hizi zinatengeneza vinywaji. Umewahi siku moja kwenda kwenye kampuni zako zinatengeneza vinywaji, ukajaribu kumwambia yule anayetengeneza, unajua katika zile ingredients, no, punguza hiki, ongeza kile pale. Punguza hiki, kitu fulani toa. Umewahi kufanya hivyo? Akasema no. That is professional. Nikamwambia okay. Basi so football pia professional. Professional. Vile unavyoviona vinatokea kiwanjani. Kwa nini uwezi kusema huku? Kwa sababu wewe unahisi hiki kinachotengenezwa huku, wewe una utaalamu nacho. The same way, wewe una utaalamu na kile kinachotokea kiwanjani. So usichukue hiyo kitu ukafikiri tu kwamba unaweza ukasema ili kifanyike. The thing kwenye football is we all try to play football. Sisi sote sisi. Hasa wazazi wetu, mimi nikacheza mpira na wenzio huko. Mtoka kucheza mpira mnagombezwa na nini? Lakini wako ambao walitoboa na wako ambao tulishindwa. Sasa wale waliotoboa ndio waliendelea nao kucheza football wakaja kuwa baadaye. Sawa? Kwa kila mmoja wetu anafikiri ni rahisi kuusemea mpira, simply aliwahi kucheza. Aliwahi kufanya hiki, sio? Lakini baadaye mpira unahitaji kusoma, unahitaji kufanya hivi, mambo ni mengi ili uwe na hiyo capability. Kwa what I'm saying, viongozi wabaki mbali na maamuzi ya mpira. Tumemsikia waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo akisema bungeni kwamba ameiachia mamlaka ndio ziamue kuhusu jambo hili, na mimi nilifurahi, na nadhani serikali iendelee kukaa kimya kama ilivyokaa kwenye jambo hili, waachie mamlaka na watu wao wapambane. Alafu mpaka mwisho tuone itakuwaje. Jemedari, unakumbuka kuna siku kulikuwa na mjadala mmoja wa moto sana, mbunge yule Gulamali, mbunge Kisheku Msukuma walikuwa wanatoa maoni yao, lakini kwenye yale maoni waliokuwa wanatoa kulikuwa kuna facts nyingi sana ambazo zilikuwa zinakosekana. Kwa hiyo hiyo ndio picha iliyoko vichwani mwa wale watu juu ya mpira, na kwa bahati mbaya kuna siku hapa aliwahi kuzungumza David Ouma, tulikuwepo hapa. Alikuwa anazungumza, alifanya interview moja nzuri sana. Kwangu mimi ni moja ya interview bora ambazo zimewahi kufanywa kati ya kocha na mwandishi. Baada ya ushindi ule wa Singida dhidi ya Simba. Alizungumza akasema kwamba watu wanapaswa kuangalia mpira the same way kama ambavyo wanamwangalia mwanasayansi akiwa kwenye maabara. Huwezi kumuingilia mwanasayansi akiwa kwenye maabara. Wewe mkai leo hii familia yenu inaweza ikawa inamiliki pharmacy. Wewe huwezi ukaenda pale wa pharmacy ambao wamesoma ukaanza kuwaelekeza kwa bana, hizi dawa siku hizi za Diclofenac mnazowauzia watu mnauzia kwa dozi gani, au hizi Azuma kwa sababu zinanunuliwa sana mwendo wa UTI kitibu UTI of course. Lakini pia tukiwa tunazungumza katika pumzi hiyo we need to remember kwamba mpira unachezwa nchini na mambo ya nchi yanajadiliwa na serikali na ina part kubwa sana. Ndio maana tumekaa hapa siku tukailaumu serikali ya Kenya kwa nini haija commit ile dola milioni 30 kwa ajili ya kuwa host wa AFCON mpaka leo. Kwa hiyo kuna mstari mwembamba sana kati ya
involvement ya serikali kwenye mambo ya mpira na kile ambacho sisi tunataka wasiwe involved. Of course hatutaki wawe involved kwenye mambo ya mpira unavyokwenda uwanjani, lakini we need to accept kwamba kuna a certain degree ambayo serikali lazima tu itahusika na masuala ya mpira, kwa sababu mpira ni jambo ambalo lina public interest na wote katika public tuko chini ya serikali, but that doesn't mean kwamba hiyo privilege iwe abused kama hivyo mtu anapiga simu kwa kusema kwamba bwana gate lisifunguliwe. At the end of the day huyo ni kiongozi ambaye anaikosea heshima ya nafasi yake katika uongozi, kwa sababu wewe unapokuwa kiongozi alafu unataka umicromanage mpaka jinsi walinzi wanafanya shughuli zao za kufunga na kufungua mageti, nadhani sio sawa. Unajua, mimi namshukuru Mungu kwamba Watanzania wameanza kupata picha ni nini kinaendelea. Unajua, hapa nyuma kulikuwa kumetengenezwa picha kwamba Yanga ni walalamishi wanadeka sana. Lakini always ukweli na uongo havikai sehemu moja. Havikai sehemu moja. Ndio. Pomkai, hata wewe ungekuwa ni kiongozi wa timu, sina uhakika kama ungekubali kupeleka timu kwa mazingira haya. Hiyo ni ngumu. Uwezi kupeleka timu kwa mazingira haya ya kupigiwa simu kwamba mechi isifanyike, geti lisifunguliwe. Uwezi. Vilabu vinatumia pesa nyingi kusajili wachezaji. Vilabu vinatumia pesa nyingi kujiendesha. Vilabu vinatumia pesa nyingi kuajiri makocha wenye quality. And then mwisho wa siku from nowhere kiongozi anapiga simu anasema mechi isichezeke. And then watu wanasema kanuni zilitumika kuahirisha mechi. Yanga wamekwenda kasi, wanadeka. Lakini uhalisia ni kwamba kuna kitu kiini ambacho kilisababisha hii mechi isifanyeje, isicheze. Bodi ya ligi kama mamlaka ambayo Watanzania tunaiamini inaendesha vizuri mpira wetu, ina weakness ya kuahirisha hii mechi kwa simu ya kiongozi mmoja. Sitaki kusema ni serikali, inawezekana ni kiongozi mmoja ambaye ana interest zake za Usimba na Uyanga kapiga simu. Unadhani bila nguvu ya kuwa official wa serikali hiyo kiongozi angepiga hiyo simu yenyewe? No, inawezekana. Ndio maana nasema, unajua kilichosemwa halijasemwa neno kwamba serikali ilipiga simu. Ni kiongozi wa serikali. Inawezekana alipiga kwa interest zake za Simba na Yanga kwamba mechi isiendelee. As long as kiongozi jina lake hatumjui, kwa sababu then jina la serikali litatajwa. Unajua kwa sababu gani? Ingekuwa serikali wamehusika, wangesha solve hii issue. Lakini kwa nini serikali wamerudisha tena kwa mamlaka za soka? Mimi serikali hawakuhusika na hichi kitu. Kiongozi kama yeye kwa interest zake za Usimba na Uyanga kapiga simu. Kitendo cha bodi ya ligi kuahirisha hii mechi kwa simu ya kiongozi ni weakness. Tena ni weakness kubwa sana, kwa sababu haiwezekani uahirishe mechi kwa simu ya mtu mmoja. Serikali hawahusiki. Kama wangekuwa wanahusika wangesha solve hii kitu. Sasa how comes leo upeleke timu uwanjani? Mimi nilikuwa nawaambia watu wanasema Yanga hawezi sijui kumkaba Elie Mpanzo. Come on guys. Yanga wanachokifanya hawana shida na Simba. Yanga wanatetea mpira wa Tanzania kwa sababu ya uhuni unaoendelea. Yanga ukisema unaiogopa Simba ni utovu wa nidhamu. Yanga wamecheza na Simba mechi 5 zilizopita dabi, Simba hajashinda mechi hata moja. How comes useme hiyo timu inaiogopa Simba uwanjani? Lakini kinachotokea ni kwamba wanatetea haki. Mashabiki ndo msemo ambao unaendelea. You see, ndo msemo ambao unaendelea. Lakini kiuhalisia leo tunapata picha, Watanzania wanajua nini kiini kilichosababisha hii mechi isifanyeje, isichezwe. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na viongozi wa namna hii ambao wanatuletea mijadala mibovu kwa miezi 4 mfululizo. Nakuja. Hansi, unakubaliana na mimi sasa? Kuna siku hapa tulikuwa tunazungumza kwamba hawa viongozi ambao wamepewa mamlaka pale TFF pamoja na bodi ya ligi wakati mwingine wanapata mashinikizo mazito kweli na wanashindwa kutoka kwenye hayo mashinikizo. Unaweza kaniruhusu ni connect pia na doti ya matakwa manne, kwa sababu ulichoniuliza ni kama vinaendana. Naomba jibu kwanza hili la matakwa manne, tutalitazama hili. The issue ni kwamba tunahitaji kuwa na chombo huru, yani bodi iwe ni chombo huru. Na ndio nikafika hatua nikasema, je, Hansi nikikuweka pale, Jeff tulia kidogo. Hansi nikikuweka pale bodi ya ligi ama uwe rais wa TFF,
kwa hizi simu hizi zinazotoka kwa vigogo ungeweza kuliendesha hili soka la Tanzania? Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Naam. Kwa sababu mifano mingi tunaiga kwa wenzetu ambao wametupita. Ndio. Ukitazama EPL, bodi ya EPL. Yeah. Walishaona kwamba kuna changamoto zinaendelea, mara sio viongozi, watu wenye impact, influence na nini. Yeah. Walichokifanya sio kuifanya bodi ya EPL kuwa chombo huru, bali walifanya kuwa ni kampuni huru ambayo inamilikiwa na vilabu vyote 20. Ndio. Walichoenda mbali zaidi ni kwamba hiyo kampuni huru, kila klabu ya EPL itakuwa na neno sawa na klabu nyingine. Yani haiwezekani Manchester United wana say kubwa kuliko Brighton of Albion. Brighton na Manchester wote wana say moja. You understand? Lakini ile kampuni huru wakasema itatakiwa kusimamia kanuni zote za ligi ambazo ziko chini ya FA, UEFA na FIFA. Lakini pia watatakiwa kutatua migogoro yote inayotokea kwa uhuru mkubwa, kwa sababu ni kampuni huru. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba wewe kiongozi sijui wa nchi nini utapiga simu. Yeah. Ukipiga simu ile ni kampuni huru, hawatofanya kama wewe unavyotaka. Watafanya kwa matakwa ya mabosi wao ambao ni wamiliki wa vilabu vyote 20. Kwa kurekebisha ulichosema, Premier League wakati inaanzishwa mwaka 92 kutoka kwenye ile old first division, hiki anachokisema Hans kwamba waliamua watengeneze bodi ambayo ni huru, sio kwamba ni kitu ambacho kilifanyika hivi recently. Ni utaratibu wao kwamba walitengeneza na ilifanywa hivyo for kuicommercialize EPL. Lakini pamoja na hayo bado kuna timu ambazo zinajiita Big Six ambazo huwa zinafanya vikao several times, wao kama wao kwa interest za watu wengine. Bado it is the same league ambayo Nottingham Forest, Everton wamewahi kukutana na points deductions, lakini Man City mpaka leo kwa sababu ya nguvu yao ya kifedha na the fact kwamba kuna serikali nzima ya UAE ambayo iko nyuma yao, hawajawahi kufanya kitu. And there's a very good chance zile kesi 130 wanazokuwa accused nazo zikapita bila consequence yoyote kubwa, in spite of push kubwa ambayo inatoka kwenye timu zingine kwa Man City wawe sanctioned. Kwa hivyo picha ambayo anaipaint hapa Hans kwamba kila kitu ni smooth sailing kwenye EPL kwa sababu ya uhuru wa bodi ya ligi, kinaweza kisiwe kwa 100% kwa sababu kuna vitu vingi vinatokea huko chini. That's one. Second, mimi nakubaliana na Yanga 100% wanapodai uhuru wa bodi ya ligi. Ambacho I find curious na a bit hypocritical, na niliwahi kusema hii itakuwa mara kama ya milioni na laki 9 narudia. Utafsiri ni fair. Hypocrisy ni unafiki. Sawa. There's no way wewe bodi ya ligi ambayo imekuepo, bodi ya ligi utanisaidia Jemedari, imekuepo kwa miaka mingapi? Mingi. Toka iitwe bodi ya ligi. Almost 20. Karibu miaka 20 kuanzia mwaka 2004 ilikuwa ile ndio nadhani iliundwa kwa mara ya kwanza baada ya restructuring ya TFF kutoka kwenye ile Old Football Association of Tanzania. Sawa, imekuwepo bodi ya ligi katika mfumo huo, na wao as a club ni kitu gani ambacho hawajakiona miaka yote hii waje kukiona sasa hivi? Forget about sasa hivi kwa maana ya huu mwaka tulioko, lakini hata baada ya msimu uliopita kwa mfano, na hata hii issue ya wanayosema ya kutopewa fedha za udhamini. Sawa, tutakuja huko. Natoa tu mfano kwamba why bring that, tunaenda mdogo ndio. Sawa, ndio modality ile kwamba yani kama kulikuwa na madudu ambayo nyinyi mnayaona toka msimu unaanza, unapojipa wanaharakati sasa hivi wa kuyataka hayo madudu yasiwepo, and we all want hao madudu yaondoke katika mpira wetu, kila mtu anayaunga mkono, lakini ile timing ya wewe kudai hayo madudu na kwamba kila siku kuna kitu kipya kinaibuka, kila baada ya kuona hiki kimekwama kinaibuka kipya, baada ya kuona hiki kimekwama kinaibuka kipya, it betrays intentions zako, yani inasaliti ile dhamira yako ambayo wewe unaihubiri kila siku kwamba bwana, mimi nataka kuupigania mpira. Ungeweza kuupigania wakati msimu unaanza, sawa,
ulikuwa wapi wakati msimu unaanza unataka kupigania mpira wakati msimu unakwenda kuisha? Hasa msimu unaanza haya madudu yalikuwa shaonekana. Sawa. Yanayoendelea haya madudu. Hilo mmeulizana swali, nataka tusitoke hapo. Na cha kushangaza pia unajua bodi ya ligi inawakilisha vilabu karibu 48 vya ligi kuu na madaraja mengine. Sawa. Madudu haya ambao wanaona Yanga peke yao ni yapi? Evans, ilikuwa unataka kumalizia katika kile ambacho tumeanza nacho, alafu sasa tuelekee katika yale matakwa manne ya wananchi. Kuna kitu amekiongea Hans kwamba yani Africans wanaonekana ni watu wa kulalamika, na sasa hivi wanaonekana wanaupigania mpira wa Tanzania. Mara ya kwanza kabisa ni Africans walikuwa wanadai alama 3. Alama 3 zilikuwa ni kwa ajili ya mpira wa Tanzania, ilikuwa ni kwa sababu yao binafsi. Okay. Wameenda kasi na kila kitu kilitokea kama ambavyo kilikuwa. Wakarudi hapa, wametafuta sehemu nyingine ya kutokea baada ya hizo alama 3 kuonekana hakuna mahali wanaweza wakazipata. Wamekuja wametafuta kitu kingine ambacho tumeenda kwenye yale yaliyotokea siku ya mchezo. Kwa nini mchezo umeahirishwa? Amezungumza jana Ali. Huenda hata alikuwa ajui kama kuna simu ya kiongozi imepigwa. Amejua baada ya kikao. Na ndio maana hawakuwahi kuzungumza huko nyuma kwamba kuna mtu amesababisha mchezo